Utawala wa Marekani umeanza kujadili fursa mazungumzo ya amani na nchi ya Iran, ambako imeelezwa kwamba baada ya wiki 3 za vita, utawala wa Trump umeanza majadiliano ya awali kuhusu awamu inayofuata na jinsi mazungumzo ya amani na nchi ya Iran yanaweza kufanyika. Shirika la habari la Axios limeweza kuripoti hivyo likinukuu vyanzo vyake juu ya taarifa hii. Washington inatarajia kwamba shughuli za mapigano zitadumu kwa wiki 2 hadi 3 zaidi. Wakati pia huo washauri wa Trump wanataka kuanza kuweka msingi wa diplomasia. Hakuja kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran katika siku za hivi karibuni, ingawa nchi ya Misri, Katari pamoja na Uingereza zote zimepitisha ujumbe kati ya hizo mbili. Licha pia ya taarifa ambayo imeripotiwa na Axios kuhusu Marekani kuanza kutazama fursa ya kujadili mazungumzo ya amani na nchi ya Iran, lakini pia taarifa ambayo imetoka kwa upande mwingine kwa rais wa Marekani Donald Trump siku ya leo ni kuhusu kauli ambayo ametoa Trump kwenda Iran. Rais huyo ametishia kuwa atafanya mashambulizi kwenye mitambo ya umeme ya Iran isipokuwa mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa tena kwa ajili ya usafirishaji ndani ya saa 48. Hii ni sawa na kauli ya tisho kwa nchi ya Iran kwamba isipofungua mlango wa bahari wa Hormuz basi pia kutakuwa na mashambulizi makubwa kwenye mitambo ya umeme ya nchi ya Iran. Iran imeweka njia muhimu ya maji imefungwa kwa meli nyingi tangu Februari 28, wakati Marekani na Israeli zilipofanya wimbi lao la kwanza la mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Usumbufu huu pamoja na mashambulizi ya Iran kwenye miundombinu ya mafuta na gesi katika mataifa ya Ghuba umesababisha bei za nishati duniani kuongezeka. Trump alitoa onyo kali kwa Tehran Jumamosi jioni baada ya majaribio yaliyoshindwa ya kuzishawishi nchi za Ulaya kusaidia kurejesha ufikiaji wa mlango bahari wa Hormuz. Ikiwa Iran haitafungua kikamilifu bila tishio mlango bahari wa Hormuz ndani ya saa 48 kuanzia wakati huu halisi, Marekani itagonga na kuangamiza kabisa viwanda vyao mbalimbali vya umeme. Kwanza na kikubwa zaidi, rais amechapisha kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social juu ya taarifa hii. Kiwanda kikubwa zaidi cha umeme nchini Iran, kiwanda cha Damavand kinachotumia gesi, kiko karibu na Pakistan, kusini mashariki mwa Tehran. Vituo vingine vikubwa ni pamoja na mabwawa ya umeme ya Shahid Abbaspour, Karuni 3 na Masjid Soleiman katika jimbo la Khuzestan, pamoja na kiwanda cha umeme cha joto cha Kerman katika jimbo la Kerman. Kiwanda pekee cha nyuklia cha Iran kiko Bushehr kwenye pwani ya Ghuba ya Uajemi. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki lilisema mapema wiki kwamba kombora liligonga jengo lililoko umbali wa mita 350 kutoka kwenye kituo hicho. Mwakilishi wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mick Watts amesema ya kuwa hafuti kwamba Pentagon inafanyia kazi chaguzi za kupeleka wanajeshi wa Marekani nchini Iran ili Rais Donald Trump aweze kuchagua wakati mzuri zaidi. Pentagon yetu ikiongozwa na katibu Giseti na mwenyekiti wakuu wa pamoja wafanya kazi Dan Khan wanaandaa mipango yao. Wanampa rais chaguzi za wanajeshi waliofunzwa katika nafasi na walio na vifaa vya kutosha, mabaharia, wanajeshi wa anga na wanajeshi wa majini, ili achukue chaguzi hizo anapoona ni muhimu ili kufikia malengo yetu. Amesema hivyo Mick Watts na amenukuliwa hivyo. Kwa hivyo ningetarajia kikamilifu Pentagoni iwe inapanga kwa matukio yote, amesema kiongozi huyo. Na pia aliweza kukanusha madai ya vyombo vya habari kuhusu kushindwa katika mipango ya kijeshi ya Pentagon kama ripoti bandia za CNN. Hii ni kulingana na mwanadiplomasia huyo. Kamandi kuu ya Marekani imekuwa ikipanga matukio haya kwa miaka mingi sana, Mick Watts amesema. Wakati pia taarifa ya Marekani kuandaa mazingira ya kupeleka wanajeshi huko nchini Iran ikizidi kushika gumzo leo hii na hivi punde, lakini Israeli imeendelea kufanya mashambulizi makubwa huko nchini Iran. Imeelezwa kuwa jeshi la anga la Israeli lilifanya wimbi jingine kubwa la mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi huko Tehran, IDF imetangaza. Mara moja jeshi la anga la Israeli likifanya kazi kwa kutumia akili ya IDF lilikamilisha wimbi kubwa la mashambulizi dhidi ya miundombinu ya utawala wa Iran katika eneo la Tehran. Kama sehemu ya mashambulizi hayo, IDF ililenga maeneo yanayotumiwa na vyombo vya usalama vilivyo chini ya utawala wa Iran kwa ajili ya uzalishaji wa uhifadhi wa silaha. Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni kambi ya kijeshi Iran inayotumika kwa ajili ya kuwafunza wanajeshi wa kuhifadhi mifumo makombora inayokusudiwa kulenga ndege, kituo cha uzalishaji na uhifadhi wa silaha cha Wizara ya Ulinzi, kituo cha uzalishaji wa silaha cha jeshi la anga la IRGC.